Katika historia ya kaunti ya Busia, majina mengi yamepita katika anga za siasa. Mengine yamefifia haraka kama nyota zinazoanguka na mengine yamebaki yakimetameta angani kwa muda mrefu. Kati ya nyota hizo mpya zinazong'aa ni Mheshimiwa Catherine na Harvey Omanyo, mwakilishi wa wanawake katika bunge la kitaifa, yani women representative. Safari yake si ya kawaida. Ni simulizi ya msichana aliyekulia kwenye changamoto, akashuhudia umaskini wa jamii yake, lakini hakukata tamaa kabisa. Badala yake, aliamua kutafuta elimu, kuamini katika nguvu ya maarifa na hatimaye kujitosa katika uongozi wa umma. Katika kila kijiji cha Busia, kuanzia Osieko, Sangara katika Budalangi, vijiji vya Samia, mashambani mwa Butula na Matayos, hadi maboma ya Nambale na Teso, jina lake limekuwa ishara ya matumaini mapya. Kwa wengi, Catherine ni zaidi ya mwanasiasa. Yeye ni mama, mwalimu, mlezi na mlezi wa matumaini. Ni kiongozi ambaye hafungwi na maneno matupu ya siasa, bali anajulikana kwa vitendo vinavyogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, ikiwemo kuchimba visima, kugawa sanitary pads maarufu kama vipodo, kujenga nyumba za wajane na kugawa vifaa vya biashara kwa wanawake na vijana. Walemavu wengi hawajaandikishwa. So kupitia kwa coordinators wangu wanatafuta huko vichochoroni, kwa sababu si kila mtu ako na redio na TV. Leo tunachunguza kwa kina maisha na uongozi wa Catherine. Tunaangalia alikotoka, alikopitia na mchango wake kwa jamii ya Busia County. Ni hadithi ya mtu mmoja, lakini pia ni kioo cha changamoto na matumaini ya jamii nzima. Kila kiongozi mkubwa huanzia hatua ndogo. Kwa Catherine, hatua hiyo ilianzia katika mazingira ya vijijini ambapo elimu haikuwa rahisi kupatikana. Alishuhudia marafiki zake wakikatishwa masomo kwa sababu za ada, wasichana wakiacha mashule kutokana na kukosa sanitary pads au vipodo, na familia nyingi zikibaki katika mzunguko wa umaskini kizazi baada ya kizazi. Hali hiyo ndio iliyomchochea kuamini kuwa elimu ndio nguzo ya mabadiliko. Hakukimbilia siasa mara moja. Kwanza, alijitosa kwenye ualimu na malezi ya watoto. Aliamini kwamba kupanda mbegu za elimu ndio njia bora zaidi kuokoa jamii. Ndipo akaanzisha taasisi inayojulikana kama International School for Champions, maarufu kama Impreza Academy. Shule hii haikuwa tu ya kawaida. Tofauti na taasisi nyingi za kibinafsi zinazolenga faida, Impreza Academy iliundwa kwa moyo wa huruma. Mamia ya watoto kutoka familia maskini walipata nafasi ya kusoma bila kulipa karo katika shule hiyo. Kwa mara ya kwanza, wazazi waliokuwa wamekata tamaa waliona matumaini mapya kwamba watoto wao wanaweza kuvunja mzunguko wa umaskini. Kama mwalimu na mlezi, Catherine aligusa maisha ya wanafunzi wengi. Aliwaona watoto waliokuwa wanatoka asubuhi bila chakula cha kutosha, akajitahidi kuhakikisha shule inatoa mlo wa mchana. Alishuhudia watoto wasiojiweza wakiendelea hadi vyuo vikuu na baadhi kurudi Busia kama walimu, wauguzi na wahandisi. Kwa Catherine, Impreza Academy haikuwa tu shule. Ilikuwa ni harakati ya kijamii. Iliwaonyesha watu kwamba umaskini si hukumu ya maisha, bali changamoto inayoweza kushindwa kupitia elimu na mshikamano wa kijamii. Safari ya Catherine kuingia kwenye siasa haikuwa ya ghafla. Ilikuwa ni mwendelezo wa mapambano yake ya kijamii. Kadri alivyokuwa akifanya kazi na jamii kupitia shule na mashirika, aligundua mipaka ya kile ambacho angeweza kufanya bila nafasi ya kisiasa. Jamii ilianza kumuona kama kiongozi wa kweli hata kabla hajawahi kushika cheo cha kisiasa. Alijulikana kwa kusikiliza matatizo ya kina mama, kushiriki misiba na kugusa maisha ya watu bila kujali hadhi zao. Polepole, shinikizo kutoka kwa wananchi lilianza kuongezeka. Hatimaye, aliamua kusimama kama mwakilishi wa wanawake wa Busia, women representative. Ilikuwa ni hatua kubwa, si kwa sababu ya vikwazo vya kifedha na kisiasa pekee, bali pia kwa sababu alijua anatoka jamii ambapo siasa mara nyingi hutawaliwa na wanaume. Lakini imani yake kwa vijana, wanawake na jamii ilimpa ujasiri. Especially exams. Watoto wote Kenya ni sawa. Katika kampeni zake, hakutoa ahadi zisizo za msingi. Badala yake, alizungumza kwa lugha rahisi: elimu kwa watoto, maji safi kwa vijiji, nguvu za kiuchumi kwa wanawake na vijana,
na heshima kwa wazee. Sauti yake ikawa sauti ya wananchi. Wakati alipochaguliwa, ilikuwa ni ushindi sio kwake peke yake, bali kwa jamii nzima ya Busia County. Wananchi waliona mwanamke ambaye siasa kwake si mchezo wa maneno, bali ni jukumu la huduma. Kuanzia hapo, Catherine Omanyo aliweka historia kama mmoja wa viongozi wachache wanawake walioweza kugeuza matumaini kuwa vitendo vinavyoonekana. Kaunti ya Busia kwa miaka mingi imekuwa ikikabiliwa na tatizo kubwa la maji. Wanawake na watoto walitembea umbali mrefu, mara nyingine zaidi ya kilomita 5, wakibeba madumu mazito ya maji kutoka mito na mabwawa machafu. Hali hii ilisababisha magonjwa, ukosefu wa muda wa masomo kwa watoto na mateso makubwa kwa familia maskini. Mheshimiwa Catherine Omanyo alipoingia uongozini, alitambua tatizo la maji kama kipaumbele cha kwanza. Akaanza safari ya kuchimba visima na kusambaza matenki ya maji kwa kila eneo la kaunti. Miradi mikuu ya maji ambayo Catherine Omanyo aliendesha ni pamoja na moja, Osieko Sangara Budalangi Sub-County alisimamia uchimbaji wa visima vya kwanza, kuondoa mateso ya kijiji kilichokuwa kinategemea maji ya Ziwa Victoria yenye changamoto za usafi. Katika Samia District, wananchi waliokuwa wakipata maji kutoka mabwawa walipata boreholes za kisasa zaidi zenye pampu kuhakikisha kila familia inapata maji safi ya kunywa. Matayos, shule na vijiji vingi vilipatiwa matenki ya maji zaidi ya lita 10,000 ili kuhakikisha wanafunzi wanakaa shuleni bila matatizo ya maji. Butula Sub-County alipeleka visima katika maeneo yenye ukame na kuokoa kina mama kutoka safari ndefu za kuchota maji. Katika district ya Nambale, jamii zilizonufaika zimeeleza kwamba mradi wake wa maji umepunguza magonjwa ya tumbo kwa watoto, kwani maji hayo ni maji masafi. Teso South na Teso North, maeneo haya yalipokea miradi ya maji safi kwenye kila ward, hatua iliyoongoza afya ya jamii na kupunguza mzigo wa wanawake. Kwa ujumla, kila wadi katika Busia imeguswa na miradi hii ya maji. Hii ni historia mpya, kwani mara ya kwanza wananchi wanaona kiongozi anayeweka kipaumbele kwa mahitaji ya msingi badala ya siasa ya maneno matupu. Kina kwa sababu county nimechagua mashule yote hizi zenye zitachimbwa hizi ni borehole 50 round 1. Tena warudi round 2 borehole 50. So kwa mashule yote Busia County, nyinyi kama mmewekwa kwa wambele, si mna bahati sana? Yeah. Kwa hivyo mtunze hii kitu. Tangu shule anze hatukuwa na maji na wanafunzi walikuwa naenda mbali kutafuta maji. Na wakati wa kiangazi Catherine Omanyo anajua kuwa umaskini wa Busia hauwezi kushindwa kwa maji na elimu pekee. Lazima wananchi wapate kipato, wanawake na vijana wawe na biashara zinazowaletea heshima na kujitegemea. Kwa kuliona hili, ameanzisha miradi kadhaa ya uwezeshaji wa kiuchumi. Baadhi ya miradi hiyo ni kama kupeana cheherani kwa vijana na akina mama wasio na waume, yani single mothers. Kupitia mpango huu, mamia ya vijana wamepata vifaa vya kushona nguo na wameanzisha biashara za tailoring. Amepeana mashine za blow dry, ambapo wanawake wengi sasa wameanzisha saluni ndogo ndogo, hatua iliyowezesha kupata kipato cha kila siku bila kutegemea waume. Mashine za kunyoa nywele, shaving machines, ambapo vijana hasa wale wa mitaani wamepata ajira kupitia kinyozi. Kila wadi ina vijana wanaoendesha vibanda vya kunyoa na baadhi yao sasa wameajiri wengine. Amepeana miavuli ya biashara, business umbrellas, ambapo kila soko, vibanda vya biashara vya mitumba, mboga na matunda sasa vimeboreshwa kwa kupata miavuli mikubwa ya kibiashara ikilinda wauzaji kutokana na jua kali na mvua. Bila kusahau kwamba Catherine amewezesha grants na mikopo midogo midogo. Vikundi vya wanawake katika kila wadi vimepata msaada wa kifedha unaowezesha kuendesha biashara ndogo ndogo. Wengine wameanzisha biashara za kuuza nafaka, duka ndogo au hata kuuza bidhaa za nyumbani kama sabuni. Wamama na wanawake wengi katika kaunti ya Busia sasa wana kipato cha kila siku na hawategemei tena misaada. Vijana wamepata nafasi ya kuondoa tamaa ya kukimbilia mijini bila ajira.
Hii ni mapinduzi ya kiuchumi kwa kiwango cha kijiji. Kauli mbiu ya Catherine kwa vijana na wanawake imekuwa wazi: tukiwa na nguvu, tunabadilisha jamii. Katika jamii ya Kiafrika, wajane na wazee mara nyingi hupuuzwa kabisa. Lakini Catherine ameamua kugeuza hali hiyo. Ameweka mikakati ya moja kwa moja ya kuwasaidia wale wanaoishi katika mazingira magumu zaidi. Baadhi ya mikakati ni kuwajengea nyumba wajane. Catherine amewajengea wajane na wazee zaidi ya nyumba moja ambazo tayari zimekamilika na zingine ziko kwenye hatua za ujenzi. Hii imewapa heshima na hadhi wanawake waliokuwa wakiishi kwenye vibanda visivyo salama. Kugawa blanketi, ambapo ametoa mamia ya blanketi kwa wazee na akina mama, hatua iliyowasaidia hasa wakati wa baridi kali. Kufariji familia zenye misiba, ambapo tofauti na viongozi wengine, Catherine hujitahidi kufika karibu kila boma lililopata msiba. Amefanya iwe kama utamaduni wake kushiriki na jamii katika nyakati za huzuni na majonzi. Kwa jamii, msaada huu si msaada mdogo. Ni udhibitisho kwamba kiongozi wao hawasahau katika shida. Hii imeimarisha mshikamano na heshima baina ya wananchi na kiongozi wao. Sehemu hii ya kazi ya Catherine Omanyo inaonyesha mtindo wake wa kipekee wa uongozi. Si wa maneno, bali wa vitendo. Anaamini kuwa huduma za msingi, maji, makazi na kipato ndizo msingi wa maisha bora. Ameweza kugusa kila kona ya Busia kwa vitendo na si kauli mbiu. Catherine Omanyo ameweka msisitizo mkubwa katika elimu, akiamini kuwa hakuna jamii inaweza kusonga mbele bila kuwapatia watoto wake nafasi ya kusoma. Katika kaunti ya Busia, changamoto za kifedha, ukosefu wa vifaa na mila kandamizi zinawafanya watoto wengi, hususan wasichana, kukosa masomo. Omanyo amechukua hatua za moja kwa moja kuhakikisha watoto hawaachwi nyuma. Moja, bursaries kwa kaunti nzima. Kutoka Changara hadi Osieko, kila ward imeshuhudia ugawaji wa bursaries kwa wanafunzi wanaohitaji msaada wa karo. Mamia ya watoto wa shule za msingi, sekondari na hata vyuo vya kati sasa wanajivunia nafasi ya kuendelea na masomo bila hofu ya kusimamishwa kwa sababu ya ada. Hii imekuwa msaada mkubwa kwa familia maskini ambazo awali ziliona elimu kama mzigo mkubwa. Walimu wameeleza kuwa kiwango cha mahudhurio kimepanda na wanafunzi wengi sasa wanamaliza masomo yao bila kutatizwa. 2. Sanitary towels au vipodo kwa wasichana shuleni. Changamoto kubwa kwa wasichana mashuleni imekuwa ukosefu wa taulo za kike, yani sanitary pads au vipodo. Hali hii ilisababisha wengine kukosa kwenda shule siku kadhaa kila mwezi, jambo lililopunguza ufaulu wao. Omanyo alizindua mpango mkubwa wa kugawa sanitary towels au vipodo kwa shule zote zinazohitaji. Kupitia juhudi hizi, wanafunzi wa kike wamepata heshima na ujasiri mpya, wazazi wamefarijika kuona watoto wao wakihudhuria masomo bila kizuizi, na wasichana sasa wanamaliza mitihani na kushindana sawasawa na wavulana. 3. Kugusa kila boma wakati wa msiba au majonzi. Katika falsafa yake ya kiongozi wa watu wote, Omanyo amejitahidi kugusa kila boma lililopoteza mpendwa kwa kutoa msaada wa faraja. Ameshughulika kuhakikisha kila familia iliyopata msiba inapewa mkono wa heshima, iwe ni kupitia mchango wa kifedha, msaada wa mahitaji ya nyumbani au uwepo wake wa faraja. Hatua hii inajenga uhusiano wa karibu kati yake na wananchi, kwa sababu watu wanaona kuwa hawajatelekezwa na kiongozi wao hata katika nyakati za huzuni. Katika falsafa yake ya maendeleo, Catherine Omanyo anasema mara kwa mara kuwa akiinua mwanamke, ameinua jamii nzima. Kauli hii imekuwa dira yake katika kusaidia wanawake na vijana wa Busia County kupata ujuzi, mitaji na vifaa vya kuanzisha biashara. Kwa muda mfupi tu, ameanzisha miradi ambayo imebadilisha maisha ya mamia ya wanawake na vijana. Kazi ya Catherine Omanyo haijabaki ndani ya Busia pekee. Uongozi wake wa vitendo na moyo wa huduma umevuka mipaka ya kaunti na kumfanya julikane kitaifa na hata kimataifa. Kila mradi aliotekeleza, iwe ni katika maji, elimu au uwezeshaji wa wanawake, umekuwa mfano wa uongozi unaogusa maisha ya watu moja kwa moja, kitaifa hadi kimataifa. Hii imemfanya Catherine kuibuka mshindi wa tuzo mbalimbali za kimataifa zilizotambua juhudi zake na uongozi wake. Mwaka 2024, Omanyo alitunikiwa kwa mchango wake mkubwa katika elimu na usawa wa kijinsia, tuzo ya Isuzu Women Council 2024. Tuzo hii ilimpa nafasi ya kuonekana kama sauti ya wanawake wote nchini Kenya. Shirika la Operation Impreza lilimtaja miongoni mwa wanawake 20 wenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Kenya. Hii ilikuwa ni heshima kubwa, ikionyesha jinsi juhudi zake Busia County zinavyotambulika kwenye jukwaa la kitaifa. Katika mashirika ya kijamii ya kimataifa, taasisi kadhaa zimepongeza mpango wake wa sanitary pads au vipodo na uwezeshaji wa wanawake, zikiona kama mfano unaweza kuigwa na maeneo mengine barani Afrika.
Mbali na tuzo rasmi, utambuzi mkubwa zaidi wa Omanyo unakuja moja kwa moja kutoka kwa wananchi wa Busia County. Wazee, wamama, vijana na watoto wamempa heshima kubwa kwa sababu hawamuoni tu kama mwanasiasa bali kama mlezi na mama wa jamii. Kila mara anapopita vijijini, wananchi humkaribisha kwa nyimbo na shangwe, wakionyesha jinsi walivyoona maisha yao yakibadilishwa na kazi zake. Utambuzi huu na kushinda tuzo hizi imeimarisha hadhi ya Busia katika ramani ya kitaifa, ikionyesha kwamba kaunti hii inaweza kutoa viongozi wa mfano. Wanawake wengi, si Busia pekee bali Kenya nzima, sasa wanamtazama Omanyo kama kielelezo cha nguvu ya mwanamke katika siasa na maendeleo. Vijana wamepata msukumo wa kuamini kwamba uongozi sio kwa wanasiasa wakongwe pekee bali kwa yeyote aliye na moyo wa kujitolea. Kwa Catherine Omanyo, uongozi sio kuhusu ahadi za maneno bali ni kuhusu vitendo vinavyoonekana. Hata baada ya kufanikisha miradi mingi, bado anasema mara kwa mara, kazi haijaisha kabisa. Tunapaswa kuendelea hadi kila mtoto, kila mama na kila kijiji Busia County kinapata nafasi sawa ya maendeleo. Katika maono yake ya baadaye, Omanyo anataka kuhakikisha kila mtoto wa Busia anapata elimu bila vizuizi vya kifedha au kijamii, kuanzishwa kwa mfuko wa elimu wa kudumu ambao utasaidia watoto wa familia maskini kusoma bila hofu ya kukatizwa kwa ada, pamoja na kuboresha miundombinu ya shule vijijini ili watoto wasome katika mazingira salama na yenye vifaa vya kisasa. Catherine Omanyo anaamini mustakabali wa Busia County uko mikononi mwa wanawake na vijana. Katika dira yake ya miaka ijayo, atapanua miradi ya uwezeshaji wa wanawake kwa vikundi vipya vya kina mama na single mothers, kuanzisha centers za ujuzi kwa vijana ili waweze kujifunza stadi za biashara, ICT, kilimo cha kisasa na ujasiriamali, na kila kijiji kipate kituo cha mafunzo ya mikono, vocational training, ili vijana wasitegemee ajira pekee bali wajiajiri. Kipengele kingine cha dira yake ni kuendelea kufanikisha upatikanaji wa huduma za msingi, ikiwa ni pamoja na boreholes au visima zaidi, ili kufanikisha hakuna kijiji kinachobaki nyuma katika kupata maji safi, water tanks za ujazo mkubwa zaidi kwa shule na hospitali ndogo, pamoja na kuimarisha huduma za afya mashinani, hususan huduma za kina mama wajawazito na watoto wachanga. Omanyo pia anaona Busia kama kitovu cha biashara, kilimo na ujasiriamali. Katika mpango wake, anapanga kuwaunganisha vijana na wanawake na masoko makubwa ya ndani na ya mipakani, haswa Uganda, kuwezesha wakulima kupata mbegu bora, mbolea na mitambo ya kisasa ili kilimo kiwe biashara yenye tija, pamoja na kuwekeza zaidi kwenye biashara ndogo ndogo kwa kutoa mikopo nafuu na mitaji ya kuanzia. Catherine Nahavi Omanyo sio mwanasiasa pekee bali ni kiongozi. Amejidhihirisha si kama mwanasiasa wa kawaida bali kama kiongozi wa vitendo mwenye moyo wa huduma na dira ya kweli ya maendeleo. Kutoka miradi ya maji, elimu, uwezeshaji wa wanawake na vijana hadi huduma za kijamii na misaada ya faraja, ameacha alama isiyofutika Busia County. Safari yake bado inaendelea, na kwa mtazamo wa wananchi wa Busia, jina la Omanyo limeunganishwa na matumaini mapya, matumaini ya elimu bora, jamii yenye heshima na uchumi unaosimama kwa miguu yake. Kwa wanawake, kwa vijana, kwa jamii, kwa Busia inayosimama pamoja, Catherine Omanyo sio mwanasiasa tu bali kiongozi.